For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2020. Leo tunaangalia eneo gani? Bima ya muda. Bima ya muda. Time insurance. Tunaangalia eneo la bima ya muda. Kuna kitu nataka ujifunze kidogo hapa. Jinsi gani unaweza kukatia muda wako bima ili kipindi kama hichi cha corona, kipindi kigumu, Mungu akusaidie. Tuangalia kwenye Zaburi ya 50 mstari wa 5. Tutaangalia na wa 14 na wa 15. Tutaruka kidogo hapo. Pia tutaangalia Zaburi ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Angalia bima ya muda inavyofanya kazi. Tutaangalia kwenye kitabu cha Waefeso, Ephesians 5:15 mpaka 17. Tutaangalia kwenye Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5. Kolosai. Tutaangalia kwenye kitabu cha Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 8. Tutaangalia kwenye kitabu cha Isaya 41:21. Tutaangalia kwenye kitabu cha Isaya 43:26. Tutaangalia kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18. Tutaangalia kwenye Isaya 48:17. Bima ya muda. Tutaangalia kwenye kitabu cha Yohana 10:10. Muda wako unaweza kuibiwa. Ukikatia muda wako bima, ukiibiwa Mungu analipa, anakurudishia. Tutaangalia kwenye kitabu cha Joel 2:25. Tutaangalia kwenye Yeremia 30:17. Kwa hiyo muda unakatia insurance. Kumbuka kuna insurance ya maisha, kuna life insurance, kuna insurance za magari, za nyumba, za moto, insurance mbalimbali. Na kuna insurance ya muda. Kipindi kama hichi kigumu, unamkumbusha Mungu kwenye insurance yako muda ambao umemtumikia. Insurance ya muda unalipa 10% tu.
10%. Unalipa 10% ya masaa 24. 10% ya masaa 24. Kila mtu ana masaa 24. 10% ni masaa 2 na dakika 40. Haya masaa 2 na dakika 40 unamrudishia Mungu. Masaa 2 na dakika 40 kila siku. Hiyo ndio bima yako ya maisha, bima yako ya muda. Masaa 2 na dakika 40. Ukiweza kumrudishia Mungu kila siku masaa 2 na dakika 40, chochote kinachotokea kwenye maisha yako ukimkumbusha Mungu, anafanya. Kila siku unatoa masaa 2 na dakika 40. Mimi nimetoaga masaa 3. Hayo ni ya Mungu. Na masaa mengine naendelea kumtumikia Mungu. Mimi nimefikisha zaidi, mimi nikaribia 80% ya muda wangu nimemrudishia Mungu. Na sio 80, tunakwenda 90 sasa hivi. 90% ya muda wangu namrudishia Mungu. Nilikuwa 80, sasa hivi natafuta 90. Toa muda wa kulala na muda wa kupumzika, huo muda haujamrudishia Mungu. Kwa hiyo naweza kusema ni 80% ya muda wangu nimemrudishia Mungu. Sasa Mungu anakuambia anza na 10%. Anza na masaa 2 na dakika 40. Ukijaribu kuangalia kwa haraka haraka ni kama masaa 3. Unaamka usiku, unasoma neno la Mungu kwa lisali moja. Risala pili unatafakari na kuingia kwenye maombi, tafakari. Risala 3 unaamka asubuhi na kwenda kufanya kazi za kijamii. Tayari umeshamrudishia Mungu masaa 3, masaa 2 na dakika 40. Muulize Mungu chochote unachotaka, chochote kile anakifanya, kwa sababu Mungu anaangalia neno lake ili aweze kulitimiza. Kwa hiyo kama umrudishii Mungu muda, kitakachotokea itabidi ujigaramikie mwenyewe. Ukimwona mtu amekwenda hospitalini anaumwa, ni kwa sababu alikuwa amrudishia Mungu muda. Inabidi sasa kile alichokuwa anakitumikia ndio kimtumikie kule hospitalini. Alikuwa anatumikia fedha, sasa inabidi fedha imtumikie. Kama ulikuwa unamtumikia Mungu, Mungu ndiye atakutumikia. Mungu atakutumikia wakati wa shida, wakati wa majanga, ataondoa shida zote. Sasa watu wengi sana hawamtumikia Mungu, wanatumikia fedha. Na wakipata changamoto, inabidi fedha zao ziwatumikie. Mungu aziachiwe. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu aziachiwe. Huwezi kwenda kinyume na maagano ya Mungu. Kwamba lazima ujue kabisa anza na 10% ya muda wako kumrudishia Mungu. Usipoweza kukatia muda wako bima, changamoto zikitokea hakuna anaweza kusaidia. Kuna watu wanaenda kwenye maombi kila siku na wanaona vitu havitokei. Swala sio maombi, una deni la muda. Na kama unadaiwa muda, hata ufanye maombi kiasi gani, haitokei. Utasubiri chakula cha msaada. Utasubiri wakati Mungu anasaidia watu wote na wewe ndio unasaidiwa. Utasubiri wakati Mungu anasaidia watu wote, kama mvua inavyonyesha na nyeshea watu wote na wote wakilima wanapata. Kwa hiyo utaishi kwa chakula cha msaada. Utasubiri wakati Mungu anatoa amnesty, exemption, msamaha kwa watu wote na wewe ndio unasamehewa. Wakati Mungu anaponya watu wote na wewe ndio unaponywa. Lakini huwezi kuingia kwenye maombi ukapona. Kwa hiyo unakuta mtu anakaa anachelewa sana kupata uponyaji wake. Ni kwa sababu anadaiwa na deni la muda. Alipagi bima ya muda. Na kama ulipi bima ya muda, utasubiri, utaendelea kukaa na maumivu na kuteseka mpaka wakati Mungu analeta exemption, analeta amnesty, msamaha kwa watu wote. Kwa sababu kuna muda ambao Mungu anaachilia msamaha kwa kila mtu. Hata kwenye maandiko imeandikwa kwamba ukiwa unamdai mtu,
ikishafikia miaka 7 futa ile deni. Hata mabenki, serikali nyingi sana duniani ikishafikia miaka 7 tu zinamdai mtu, wanafuta ile deni. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba utasubiri, utaishi kwa maumivu, utaendelea kuteseka mpaka wakati Mungu anaachilia msamaha. Hata biashara, kuuza, kwenye majira ya kuuza, kumbuka kuna majira ya kuuza, kwamba kuna wakati Mungu anaachilia watu wafanye biashara, kwa sababu ni agano la Mungu kwamba watu lazima wale, wavae. Kwamba umefungua biashara asubuhi, kuna muda Mungu anaachilia, unaona wateja wanaingia dukani kwako, na kuna mtu anayemrudishia, anayelipa bima ya muda, anauza wakati wote, muda wote yuko busy, kwa sababu huyu malaika wanajua huyu ni wa kwetu, wanaleta wateja kwenye ile duka, wanaleta wateja kwenye ile biashara. Lakini unaweza kukuta umekaa kwenye biashara masaa 3 hakuna mtu amesimama, masaa 4 hakuna mtu amesimama. Chunguza, na unalipia kodi bado. Chunguza ni wapi umekosea, kwa sababu haiwezekani masaa 6 hakuna mteja ameingia, hakuna mtu ameuliza hata bei. Chunguza, lazima ukae chini ujiulize ni kwa nini. Lakini unaweza kuangalia nyumba ya jirani, duka la jirani, wako busy muda wote, wanauza, na watu wananunua vitu. Utaona watu wanapita mbele ya duka lako, wametoka shopping, wametoka kununua vitu, na vile vitu walipobeba unavyo dukani kwako. Saa nyingine mpaka jirani yako anapita na kitu ambacho unacho na amenunua duka lingine. Kwa nini? Chunguza. Unalipaga bima ya muda. Bima ya muda ni 10%. Unapoona kuna fungu la 10 10%, na kuna bima ya muda ni 10% ya muda wako unamrudishia Mungu. Usipofanya hivyo, kung'ang'ana kunaendelea. Struggle continue. Kung'ang'ana kunaendelea. Kwa hiyo lazima ujitahidi uweze kulipa bima ya muda. Tutaenda kumshukuru Mungu muda si mrefu. Tuangalie kitabu cha Zaburi. Kwanza kabisa tuangalie Isaya 41 mstari wa 21. Isaya 41 mstari wa 21. Hawa ni watu Mungu watu ambao, tuanze na Zaburi ili upate picha kamili. Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Tutaruka tena mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema nini? Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, watu waliokata bima ya muda na mimi. Agano ni muda, bima. Agano ni bima. Agano nini? Ni bima. Nikusanyie watu waliokata bima yako, watu ambao wanalipa muda. Mstari wa 14, mtolee Mungu dhabihu ya kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri yake. Mstari wa 15, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Ukaniite siku ya mateso, kwamba siku imetokea mateso, Mungu anakuambia niite, nitakuokoa na nitakutunza na utanitukuza. Zaburi twele Isaya 41:22. Isaya 41:21. Neno la Mungu linasema, haya leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Leteni hoja zenu zenye nguvu. Sasa hoja yako yenye nguvu ni ipi? Unamkumbusha Mungu bima yako ya muda. Bima ya muda. Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, bali mtamkumbuka Bwana Mungu wenu, kwa maana ndiye awapaye nguvu za kupata utajiri, ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye mara agano lake alilowapa baba zako kama vile. Sasa unamkumbuka Mungu na muda wako. Mahali moyo wako ulipo ndiko muda wako ulipo. Kwa hivyo unamkumbuka Mungu na muda wako. Sasa kama umkumbuki Mungu na muda wako, ikitokea shida, hiyo ni ya kwako. Mungu anasema, utaniita na sitaitikia, utanitafuta na utaniona. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba usimtafute Mungu wakati una changamoto. Inachukua muda sana wewe kupata msaada. Inachukua muda mrefu sana. Watu wengi sana wanamtafuta Mungu wakati wana changamoto. Alafu sasa inachukua muda mrefu kupata msaada. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani
umtafute Mungu mapema. Neno la Mungu nasema mtafute Mungu wakati wa ujana wako. Wakati wa ujana wako. Kwa hiyo lazima ujitahidi sana umtafute Mungu wakati wa ujana wako. Nakwambia utaniita na sitaitikia. Utamtafuta na utaniona. Kwa hiyo lazima ujitahidi umtafute Mungu sana sana kwa nguvu zako zote. Tofauti na hapo kung'ang'ana kunaendelea. Kwa hiyo lazima ujitahidi sana. Ulipe bima ya maisha, bima ya muda. Ukishaanza kulipa bima ya muda, 10% ya muda, uko vizuri. Tuangalie Isaya 43 mstari wa 26, neno la Mungu linasema nini? Isaya 43:26, neno la Mungu linasema unikumbushe na tuojiane. Eleza mambo yako upewe haki yako. Unikumbushe na tuojiane. Unamkumbusha Mungu bima yako. Ni kama umepata ajali, unakwenda kuripoti kwenye kampuni ya bima. Kweli uongo? Lazima ukaripoti, usipenda kuripoti. Bima wajua kama umepata nini? Ajali. Lazima uende polisi. Polisi wakupe ripoti, upeleke bima wakulipe gari lako. Lakini kama haujaenda kuripoti bima wajua kama umepata ajali. Kama na Mungu anakuambia ukipata changamoto, anakwambia njoo nikukumbushe. Ina maana uingie kwenye maombi. Uanze kumwomba Mungu. Uanze kumshukuru Mungu kwa lile lilotokea. Alafu Mungu ukimshukuru Mungu kwa sababu lugha rahisi ya kumkumbusha Mungu ni kumshukuru Mungu kwa kile kilichotokea. Kwa sababu gani? Kuna kilichobaki. Ili kumkumbusha Mungu ni kile kilichobaki ndio namkumbusha Mungu nacho. Nakumbuka tulipata changamoto kwenye usafiri wetu kwenye kanisa ambalo tulikuwa tunaabudu. Waliingia waizi wakavunja magari yaliokuwa pale kanisani. Na la kwangu wakaingia wakavunja, wakachukua betri, maiki pamoja karibu na kitasa, vitu vingine wakuchukua. Mimi nilipofika tu kanisani asubuhi nachukua gari niende kwenye uinjilisti. Nikakuta wazee wa kanisa wako pale na mlinzi na watu wengine wengi tu. Kwamba magari wizi umetokea hapa namna gani. Wakanipeleka kwenye gari langu, wakaniambia kagua kwenye gari lako ni kitu gani ambacho kimechukuliwa. Nikamwambia amechukua maiki na betri. Nikaangalia vitu vingine vipo, amplifier ipo, speaker zipo, ubao upo, vitu vingine vinafanya kazi. Nilipiga magoti pale nikamshukuru Mungu kwa vile vilivyobaki. Haikupita siku mbili akaja mtu akaniletea shilingi milioni 1. Na vitu vilivyochukuliwa na thamani maiki shilingi 100,000 na betri 120,000, kitasa kutengeneza gari ilikuwa shilingi 240,000. Nikaletea milioni 1 ndani ya siku mbili. Nilimkumbusha Mungu kwa vile vitu vilivyobaki. Mungu akanilipa. Kwa sababu unamkumbusha Mungu, unamshukuru kwa kile kilichobaki. Unamshukuru kwa kile kilichobaki. Usiingie ukamwambia Mungu nimeibiwa, nimwambie Mungu asante. Wamechukua vitu hichi na hichi lakini nashukuru kwa hivi vilivyobaki. Utamwona Mungu ana kulipa haraka. Ndivyo jinsi Yesu alivyoongeza ile mikate 5 na samaki 2. Yule mtoto alikuwa amekula mikate mingine, akaacha samaki 2 aje kula baadaye. Yesu alishukuru kwa hiyo mikate iliyobaki ikaongezeka. Wakati Yesu anamfufua Lazaro, alimshukuru Mungu kwa ndugu zake waliobaki, sio kwa ajili ya Lazaro. Ndio alimshukuru Mungu kwamba kuna ndugu zake wengine wapo. Akamwambia Lazaro toka kaburini. Lazaro akatoka. Unashukuru kwa kile kilichobaki, sio kwa kile kilichoondoka. Hiyo ndio imani, kushukuru kwa kile kilichobaki, sio kilichoondoka. Kwa lazima uangalie namna gani unaweza kulipa bima ya muda. Na ni 10% ya muda wako. Kila mtu ana masaa 24. Toa masaa 2 dakika 40 kila siku utolee Mungu. Utamwona Mungu akwambia ukaniite siku ya mateso nani nitakuokoa. Ufahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika 1, alafu tuendelee na somo letu. Bima ya muda. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth.
Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 5 tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utupe neema ya kulipa bima ya muda, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe neema ya kutoa 10% ya muda kila siku, tumrudishie Mungu, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la uweza la Yesu Kristo, tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Bima ya muda ni eneo la msingi sana, kwa sababu kila siku unapewa masaa 24 na masaa 12 ya mchana na masaa 12 ya usiku. Jitahidi umrudishie Mungu muda. Kumtumikia Mungu ni kulipa bima ya muda. Hebu tuangalie kitabu cha Isaya 38. Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Kuna kitu nataka ujifunze hapa. Ezekia alikuwa ni mfalme. Ezekia alikuwa anamtumikia Mungu, na alipopata changamoto ya kiafya alimkumbusha Mungu bima yake ya muda. Mungu akamuongezea miaka 15 ya kuishi. Tuko pamoja? Aliongezwa miaka 15 ya kuishi, kwa sababu kabla tujasoma Isaya, tukienda Yoeli 2:25. Yoeli 2:25, neno la Mungu linasema, nami nitakurudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madubadu na tununu. Tuko pamoja? Na jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Atakurudishia muda wako uliotumika vibaya. Sasa huyu alijua kwamba Mungu ana uwezo wa kurudisha muda. Kwa hiyo alilia na muda. Nabii mfalme Ezekia akalia na Mungu. Mungu akamrudishia muda wake, akampa miaka 15. Katika muda ambao alikuwa amekatia bima, aliongezewa miaka mingapi? 15 kuishi. Tusome maandiko. Neno la Mungu linasema nini? Siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka. Angalia, anamkumbusha Mungu, Bwana, kumbuka haya na kutii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Tuko pamoja? Alikuwa amekatia muda wake nini? Bima kwa kumtumikia Mungu. Sasa kama mtumiki Mungu, chochote kitakachotokea, ni corona imekuja, unaondoka.
unaondoka. Basi napata ajali, unakufa. Kumbuka kuna lori limeanguka pale Wami juu, na kuna mtu alikuwa nayo amepona. Yule mwingine hajapona, lori limeachwa chini kwenye maji. Unajua kuna bima ambayo huyo mtu alikata na Mungu, yeye ndo anajua na Mungu wake. Kitendo cha kupona kwenye ajali kama ile, mahali kuna mamba, kwa hiyo alikuwa na bima, alikuwa na bima ya muda. Kuna kitu kizuri alifanya mbele ya Mungu. Mungu alikumbuka tu ule muda wake alifanya kile kitu. Unakuta aliamka asubuhi, akaenda siku moja kwa mjane, akamsaidia kazi za mikono. Akaenda kwa watoto yatima, akamsaidia kazi za mikono. Akaenda kwa mzee yote, akamwona bibi mzee barabarani amebeba mzigo, akamsaidia ule mzigo mpaka nyumbani kwake. Akamkuta mtoto mwanafunzi wa shule anataka kuruka barabara, ametoka shuleni, akamshika mkono, akamvusha barabara. Mungu anakumbuka ile muda, ile dakika moja ambayo umefanya kile kitendo. Mungu anakumbuka. Hiyo ni insurance, hiyo ni bima. Ni bima umekata. Umeenda kutunza mazingira, hiyo ni bima. Ule muda uliotoa tukasema nafagia, natunza mazingira, napanda miti, natunza vyanzo vya maji, hiyo ni bima. Ule muda uliotoa ukasema kwamba nakwenda barabarani kumwambia mtu mmoja habari ya Kristo, neno la Kristo, ni bima umekata. Ni bima. Kwa sasa jaribu kuangalia namna gani una masaa 24. Inaweza usimrudishie Mungu muda wote lisali nzima kamili, ukakatakata vipande. Ikapita siku nzima, umetoa masaa 4. Unamrudishia Mungu. Tena sio masaa 3, umezidisha lisali moja. Kwa ni wewe tu kuangalia namna gani. Ukiona kabisa uko idle, tafuta mahali pa kwenda kujitolea. Angalia kituo cha watoto yatima kilichoko karibu, angalia kanisa lililoko karibu, angalia shule iliyoko karibu, angalia eneo lililoko karibu, angalia mzee aliyoko karibu. Nenda kamsaidie kufanya usafi kwenye mazingira yake. Angalia, usikae bure. Nenda kakae mahali, fundisha hata mstari mmoja. Lakini kama ufanye hivyo, ina maana muda wako una bima. Chochote kitakachotokea, yakija mafuriko lazima yakupitie. Corona ilikuwa ni mafuriko, imepitia watu wengi sana. Na biashara nyingi sana imepitia, imefunga. Corona imefunga biashara nyingi sana. Kwa hiyo lazima ukae chini ujiulize, leo kutangia asubuhi palipokucha umemrudishia Mungu muda? Mimi nataka niulize swali moja. Unapata faida gani ukilala? Sidhani kama kuna faida yote kwenye kulala. Kwenye kulala unapata hasara. Kwa sababu gani? Mtu anayepumzika ndio ana faida, sio anayelala. Anayepumzika. Na kama unalala masaa 4 kwa siku, swala la umaskini linakuhusu. Swala la umaskini na magonjwa, kila kitu kinakuhusu. Kwa sababu huyo mtu analala masaa 4 ni mtu hatari sana kwenye maisha. Ni mtu hatari sana, sababu huyu mtu ana maono, ana ndoto, ajue hata kusudi ambalo Mungu amemleta nalo hapa duniani. Wewe kulala masaa 4. Wewe mtumishi wa Mungu David Oyedepo ana miaka 67. Analala masaa 3. Miaka ngapi? Kijana mdogo, miaka 20, 22, 23, 24, 18, analala masaa 8, masaa 10. Mzee wa miaka 67 analala masaa 3. Na sio analala, anapumzika masaa 3. Kwa hiyo lazima uangalie. Mungu anapima sana mtu kwenye usingizi. Kwa hiyo lazima tuangalie bima ya muda ni 10% ya muda wako. Ni vizuri sana ukautoa huo muda. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5. Hili ni andiko letu la msingi kwenye hili somo, ni andiko la msingi kwenye hii huduma. Waefeso, sisi tunafundisha swala la muda. Kwa hiyo tukiwa tunafundisha swala la muda, tusipotamka Waefeso 5 mstari wa 15 mpaka wa 17 inakuwa tujafundisha. Lazima hilo ni andiko letu la msingi. Neno la Mungu linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyokwenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu
ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Sio wajinga. Unaambiwa sio mjinga. Biblia inakwambia sio mjinga. Sasa maana kama ukomboe wakati, na maana wewe ni mjinga. Kama ukomboe muda wako, muda unapotea, muda unaharibika. Muda unaharibika. Kwa hiyo lazima ujitahidi ukomboe wakati. Ukisoma kitabu cha Wakolosai 4:5 na 4:5, neno la Mungu linasema nini? Enendeni kwa hekima mbele yao walio nje. Uende kwa hekima mbele yao walio nini? Nje. Mkiukomboa wakati. Mkiukomboa nini? Wakati. Ni muda. Unajua sasa hivi utajua thamani ya muda. Utajua thamani ya muda ukiwa mzee. Utajua thamani ya muda ukiwa mzee. Ukiwa mzee, kuna vitu unataka kufanya, ulikuwa na uwezo wa kuvifanya ukiwa na miaka 25. Imefika miaka 75, hauna uwezo wa kufanya. Wakati huo unamwambia mtoto wako, mjukuu wako afanye kile kitu, mjukuu anakuambia babu sina nafasi, baba sina nafasi. Ni kwa nini? Ilikuwa unatakiwa ufanye wewe ukiwa na miaka 25. Ilikuwa unatakiwa ufanye ukiwa na miaka 25. Mimi sasa hivi sijuti, ninamshukuru Mungu kwa sababu nimeanza kumtafuta Mungu nikiwa na miaka 40. Nilikuwa mtaani. Niko mtaani. Watu waliopata neema ya kumtafuta Mungu wakiwa katika ujana wao. Mimi nilikuwa natafuta pesa. Nilikuwa sitafuti Mungu. Nilikuwa natafuta pesa. Mpaka nilipofikia miaka 40 nikabadilisha karata. Kaanza kumtafuta Mungu. Nimechelewa. Sasa hivi ni miaka 12 tangu nimeingia kanisani. Sasa jaribu kuangalia, nimechelewa. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unafikiria sasa hivi vimeshafanyika vikubwa sana kwenye dunia kupitia mimi, lakini nimechelewa. Sasa leo wewe una umri mdogo. Kwa nini sio miaka 10 ya kubadilisha historia ya maisha yako? Kwa sababu mabadiliko yanakuja ndani ya miaka 10. Mabadiliko hadi chini ya miaka 10. Mabadiliko ni miaka 10. Ukitaka kufanya jambo lolote ni miaka 10. Kuna mtu mmoja mwenye hekima alisema ni masaa 1000. Lakini mimi kwangu mimi nakwambia ni miaka 10. Kwa sababu tofauti ya miaka 10 hakuna kitu kitakachotokea. Sasa miaka 10 umeshakuwa tajiri. Sio kwamba miaka 10 umeshakuwa tajiri. Miaka 10 umeshapata maono. Miaka 10 umeshajua ndoto yako. Umeshajua kusudi lako hapa duniani. Miaka 10 umeshajua kile kitu ambacho unataka kufanya. Baada ya hapo unagawa kazi. Wewe unaongoza watu. Unagawa watu kazi. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba na miaka 10 Mungu atakunyanyua. Mungu atakunyanyua. Na ukikata bima ya maisha, ukikata bima ya muda, hautakufa chini ya miaka 100. Ukiwa na bima ya muda, hauwezi kufa. Maandiko ndivyo yanavyosema. Ukiwa na bima ya muda, huwezi kufa chini ya miaka 100. Isaya 65:20. Isaya 65:20. Ukiwa na bima ya muda, huwezi kufa chini ya miaka 100. Neno la Mungu linasema nini? Hakutakuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Mtoto atakufa na umri wa miaka 100. Mtu amekata bima ya nini huyo? Ya muda. Anatoa 10% ya muda wake, masaa 2 na dakika 40 kila siku. Anamrudishia Mungu. Mkisoma kitabu cha Kutoka 23:26. Kutoka 23:26, neno la Mungu linasema nini? Kutoka 23:26 nasema apata kuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliye sasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Hesabu ya nini? Siku zako. Siku ni muda. Hesabu ya siku zako zitatimia. Kwa sababu umekata bima ya muda. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupe nguvu. Mungu anakupa nguvu za kuishi. Mungu anakupa nguvu. Kumbuke Mungu wako wakati wa ujana wako. Hilo ni andiko moja zito sana, kwamba mkumbuke Mungu wako wakati wa ujana wako. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 mpaka 14. Mhubiri 12 mstari wa 1 mpaka 14. Utasoma story nzima pale, inaongea mambo ya kijana. Kijana anawezaje kutumia muda wake. Ukisoma Maombolezo 3:27. Maombolezo 3:27 inasema kijana ubeba msalaba wako wakati wa ujana wako. Beba msalaba wako wakati wa nini? Ujana wako.
Ni swala la muda. Ukikatia muda wako bima, utaenjoy uzee. Ukiangalia watu wote ambao wanafanya vizuri leo, wazee wanaofanya vizuri, wanaishi vizuri, walikatia muda wao bima wakati wa ujana wao. Walikatia muda wake bima. Alimtumikia Mungu. Alifanya kazi za kijamii. Watu wengi wanajua kumtumikia Mungu ni kuhubiri injili tu. No. Kazi zote za kijamii ni unamtumikia Mungu. Chochote ambacho utalipwa na mwanadamu, unamtumikia nani? Mungu. Chochote ambacho unajua sio mwanadamu anakulipa, unafanya ili Mungu aone, unamtumikia Mungu. Hujatumwa na mtu yote kwenda kutunza mazingira. Nchi na vitu vijazavyo ni mali ya Mungu. Tunza mazingira, Mungu anakulipa. Ukienda kwa yatima, kwa jane, kujitolea, Mungu anakulipa. Ukienda kuombea wagonjwa, ukienda magereza, ukienda kufanya kazi zote za kijamii, kumtumikia Mungu. Sio kuhubiri injili. Injili ni kasehemu kadogo sana. Injili ni shule ya kusaidia mtu ili wafanye hivyo vitu. Injili ni shule ya kusaidia mtu apate taarifa. Injili ni jukwaa la taarifa. Ni kama vile tunasema madhabahu ni jukwaa la taarifa. Kama vile unapokuja hapa, unaponisikiliza mimi kwenye mtandao, ili ni jukwaa la nini? La taarifa. Nakupa maandiko na nakwambia kafanye kitu. Ukifanya, maisha yanasonga mbele. Kwamba lazima ukatie muda wako bima ili uweze kufanya vizuri. Tofauti na hapo ni ngumu. Ukisoma Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza, inakueleza kabisa namna gani ukiwa na bima ya muda, kila utakachoshika, kila utakaloshika kwa mkono wako litafanikiwa. Mtu yote ambaye amekata bima ya muda yuko busy. Wewe ukuta amekaa ovyo. Hebu angalia maandiko yanasema nini? Heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Wewe ufuta mtu mwenye bima ya muda amekaa barazani, anapiga story, anaongea mambo ya siasa, mambo ya mpira. Wewe kumkuta huyo mtu. Mstari wa 3 unasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake linyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Toa miezi 3. Bila kila siku toa fungu la 10 la muda, miezi 3. Alafu nenda kaanze biashara ya kuchoma mahindi. Choma mahindi tu. Uangalie kitu Mungu atakachofanya kwenye maisha yako. Kwa sababu Mungu anasubiri wewe ufanye kazi yote ya mikono, abariki kazi ya mikono yako. Ndio kitu Mungu anachosubiri. Sasa walokole wengi sana wanataka Mungu awaanzishie biashara. Mungu afanye biashara. Mungu ni kama benki. Benki yamwanzishie mtu biashara. Benki inampa hela mtu mwenye nini? Mwenye biashara. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba nenda kafanye kazi za kijamii. Toa fungu la 10 la muda. Miezi 3. Jumatatu mpaka Jumamosi. Toa masaa 3 kila siku. Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa siku 90. Nenda kafungue biashara ya kuchoma mahindi. Fungua biashara yoyote. Maandiko yanasema kila ulitendalo litafanikiwa. Sasa kosa linatokea kwamba usipofanya kazi za kijamii, afu unataka vitu vitokee, hakuna kitakachotokea kwa sababu una muda wa masaa 24. Unatumia muda wako unatumiaga kufanya nini? Hiyo ni swali unaulizwa. Muda wako unatumiaga kufanya nini? Unakaa kwenye maombi, ndio tumesikia maombi yako. Umeshamaliza kwenye maombi. Je, muda wako unafanyia nini? Muda sio kwa ajili ya maombi. Muda ni maombi na kazi. Ni sala na nini? Na kazi. Yesu alikuwa anaingia kwenye maombi na anafanya kazi. Anaingia kwenye maombi anafanya kazi. Kwa sababu kitakacholeta fedha ni ile kazi unayofanya. Kwa sababu Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako. Mungu hajasema atabariki maombi yako. Hajasema kwamba atabariki maombi yako. Maombi yanasikilizwa, tunasubiri ukafanye kazi, tubariki nini? Tubariki kazi. Mungu hajasema nitabariki maombi yako au nitabariki machozi yako. Ukilia sana, Mungu atabariki. No, Mungu afanye ujinga. Mungu afanye ujinga kabisa. Kwamba lazima ujue kwamba lazima ufanye kazi. Chochote utakachotia mkono wako, Mungu atakibariki. Mungu atakibariki. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani unaweza ukatumia muda wako vizuri, ili katika uzee wako usije ukaja ukajuta. Katika uzee wako usije ukaja ukanyoshia watoto vidole. Kuna wazee wengi sana wanalaani watoto sasa hivi kwa sababu ya uzembe wao.
Wazee wengi sana walikosea wao kwenye maisha yao. Leo wanataka watoto wafanyie vitu ambavyo waliacha kuvifanya miaka 25 iliyopita, miaka 30 iliyopita. Leo wanalazimisha watoto, mtoto yuko busy kwenye mambo na familia yake na mambo yake. Sasa anaitaita mtoto kutoka Dar es Salaam aje Arusha, kutoka Dar es Salaam aje Machame, kutoka Mwanza aje Machame, aje kusaidia kuchuma kahawa. Haiwezekani. Mtoto anatuma hela, baba weka, baba anakula hela. Baba anataka mtoto aje kuchuma kahawa. Atawezani bila kuchuma kahawa na mtoto ni bosi wa TRA? Haiwezekani. Mtoto ni bosi, ana makampuni, ana biashara, baba mtoto anatuma hela. Mtoto sahibi, mtoto anamlia baba gari. Inabidi baba anasema mimi siwezi kuendesha, nataka dereva. Sasa gari nakaa hapo ndani mpaka linaozea. Sasa kuna vitu ambavyo baba anasema siwezi, mimi na hofu ya kuendesha gari. Kumbe wakati akiwa kijana alikuwa anataka ajifunze kuendesha nini? Gari. Ana kitu inaitwa car fever, ana homa ya gari kama flight fever, mountain fever. Akipanda gari tu, akiendesha gari anaona atapata ajali na atakufa. Kumbe alikuwa anataka ajifunze tangia ujana wake ili azoee magari. Kwa sababu mzee hana uzoefu na magari. Kwa hiyo alikuwa anataka ajifunze katika ujana wake ili leo unamlia baba kitu kizuri. Baba yako ni mzee, unamlia gari nzuri, nyumba nzuri, hata kukaa kwenye nyumba nzuri anaona atachafua nyumba. Wakati anajua anatakiwa akae pale, muda wake wa kuishi karibu umefanya. Ukae mahali pazuri, lakini anashindwa kutumia vitu vizuri kwa sababu hakujifunza wakati wa ujana wake vitu vizuri. Leo anashindwa kutumia vitu vizuri, nyumba nzuri, vyombo vizuri, makochi mazuri. Anataka vitu vizuri tu, ni wageni waje wakalie, ni wageni waje watumie, sahani nzuri, vikombe vizuri, ni wageni. Hakujifunza katika ujana wake kutumia vitu vizuri. Ananunulia nguo nzuri havai, anasubiri siku akifa avarishwe kwenye jeneza. Havai suti nzuri, havai. Hakujifunza wakati wa ujana wake. Sasa leo mkoa mzee, kitu kizuri chochote ni cha kutunza. Mbuzi mzuri ni wa kuuza, kuku mzuri wa kuuza, ndizi nzuri wa kuuza, parachichi nzuri wa kuuza. Anakula vile vibovu na yeye anakuwa mbovu. Ndio jinsi ilivyo, kila vitu vibovu unakuwa mbovu. Unakuwa mbovu. Kwa hiyo lazima ukilipa bima ya muda, Mungu anakupa akili, Mungu anakupa ufahamu, anakupa maarifa. Mungu kama alivyomjaza maarifa Musa, na wewe atakujaza maarifa hivyo. Kwa hiyo ukiona mtu anaugua, ukikata bima ya muda inakava afya yako. Ukikata bima ya muda inakava afya yako, mali zako, watoto wako, mke wako, wajukuu zako, kila kitu. Yaani bima ya muda inakava kila kitu. Hakuna ajali, inakava hasara kwenye biashara, inaleta wateja kwenye biashara. Ukikata bima ya muda inakava kila kitu. Hebu tuangalie Kutoka 23 mstari wa 25. Ukikata bima ya muda tu, uugui, huwezi kuonekana hospitali. Naenda hospitali kufanya nini? Mimi tangia namtumikia Mungu, sijawahi kuugua. Sijawahi kuugua ndugu yangu. Na sitaugua. Neno la Mungu linasema nini? Kutoka 23 mstari wa 25 nasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Utamtumikia Mungu. Nitakuondolea nini? Ukikata bima ya muda, Mungu anaondoa nini? Magonjwa. Sasa watu wote wako hospitalini, hawajakata bima ya muda. Hajawahi kurudishia Mungu muda. Sasa magonjwa hajaondolewa. Wanatumikia magonjwa hospitalini. Ukitumikia pesa, utatumikia magonjwa. Ukitumikia Mungu, utatumikia afya njema. Full stop. Hakuna mjadala. Ni Mungu pekee yake anakuashua, anakuhakikishia kwamba ukimtumikia mimi hautaugua. Serikalini hawakuhakikishii brother kwamba hautaugua. Hata kwenye kampuni ya mtu binafsi ukiajiriwa hakuhakikisha kwamba utafanya nini. Ni Mungu pekee yake anakuambia hautaugua, utaondoa magonjwa. Ukienda serikalini unakwambia tutakupa bima ya afya. Hatuwezi kuambia utaugua mjomba. Utaugua, tutakupa bima ya afya. Kwa hiyo sasa lazima, na serikalini hawakuambia kwamba ukiugua tutakuongezea muda wa kuishi. Ezekiel aliongezea muda wa kuishi kwa sababu alikuwa amekata bima ya muda. Akamwambia Mungu, alimkumbusha Mungu jinsi gani alikuwa anamtumikia. Mungu akamuongezea miaka 15 kwenye bima yake ya muda. Pale inaonekana kuna miaka 15 zaidi. Kaambia
akaishi. Hivi jiulize, leo usiku saa 6 usiku, saa 6 kamili, akaja malaika Gabriel akakwambia jipange wewe na familia yako, utafika saa 12 asubuhi unakufa. Kuna kitu unaweza kumkumbusha Mungu nacho ili akuache uendelee kuishi? Sasa hiyo ndio shida hii. Kuna kazi ambayo unafanya ukasema kwamba ujekamilisha Mungu akuache uimalizie, unakuta hakuna. Kuna nyumba hata majengo umwambie Mungu acha nimalizie nyumba watoto wangu wahamie ndani ndio niondoke, unakuta hakuna. Kuna mradi umeuanzisha usema Mungu hata mradi ukomae nitakutolea fungu la 10 kwenye pesa, unakuta hakuna. Inabidi saa 12 unakufa, saa 4 asubuhi tuna simbali karibu tunapeleka tunaenda kuzika. Hamna kitu ambacho unaweza kumwambia Mungu wako. Ezekia alisimama na Mungu akamwambia nikutumikia, nilienda na wewe kwa ukamilifu, nilifanya kila kitu ambacho nimeambia nifanye. Sauti ya Bwana ikamjia nabii Isaya, nenda kumwambia Ezekia, nimesikia maombi yake, nimeona machozi yake, nimemuongezea miaka 15 ya kuishi. Sherehe inaanza. Lakini kama hujafanya hivyo, una bima ya muda, chochote kitakachotokea ni corona, lazima ufe. Kwa sababu kama una bima ya muda, hofu lazima ukiingie. Na hofu kiingia tu umeondoka. Uko kwenye basi likipata ajali lazima ufe. Uko kwenye gari likipata ajali lazima ufe. Ikija kimbunga lazima ufe wewe. Kwa sababu una bima ya muda. Hakuna kitu unaweza kumkumbusha Mungu nacho ili aweze kukuacha uendelee kuishi. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie na masaa 24. Toa masaa 2 na dakika 40 kila siku. Amka usiku, soma neno la Mungu risala 1, tafakari na kuomba risala 2. Risala 3 nenda kwenye kazi za kijamii. Nenda kwa watoto yatima, nenda hospitalini, nenda magereza, nenda kwa tunza mazingira. Kafanye kitu cha mkono. Kafanye kitu ambacho kitasababisha mtu mwingine afurahi, ili Mungu akuingizie furaha. Kwa hiyo lazima ujitahidi kufanya kitu ambacho kitasaidia mtu mwingine. Lakini usipofanya hivyo ni ngumu. Kwa sababu ukikata muda, bima ya muda inakava imani yako. Bima muda inakava nini? Inakava imani yako. Imani yako haitetereki. Kwa sababu kitu ambacho Yesu alichofanya, aliwakatia wanafunzi wake wote bima ya muda. Wote. Aliwaambia kuleni, huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu. Yeyote atakaye kula hii atakuwa na uzima wa nini? Tayari ameshawapa bima ya maisha. Unawakatia bima ya muda. Kabla nendeni mkafanye kazi. Nendeni mkatembee dunia nzima mkafanya watu wote kwa nini? Wanafunzi wangu. Ameshawapa bima ya muda. Wako sawa. Wakaenda kufanya kazi. Kwa hiyo lazima na wakiishi muda mrefu. Kwa hiyo lazima uangalie kama una bima ya muda, chochote kitakachotokea kinakuhusu. Bima ya muda inakava swala lako la furaha, amani, upendo. Bima ya muda inakava kitu Mungu ndo alitumia muda kuumba kila kitu. Kwa hiyo lazima ujitahidi. Ndio bima ya muda inakava maono yako, inakava ndoto yako. Maono yako ukipata changamoto, bima ya muda inalipa. Afya yako ikipata changamoto, bima ya muda inalipa. Unajua unapomwambia mtu atawale muda wake, mwambie akatie bima yake, muda wake bima ya maisha, bima akatie muda wake bima. Don't manage time, insure your time. Don't manage time, insure your time. Usitawale muda, katia bima muda wako. Utakuwa busy muda wote. Muda wako utakuwa umejaa. Tofauti na hapo inakuwa ni ngumu. Muda ambao una bima, saa yote mtu akikupitia akakwambia twende Kisongo naenda, twende Usa naenda, ule muda una bima na anything can happen huko unakoenda. Ukiona mtu anakupitia hata anakwambia sasa naenda sehemu fulani twende sindikize, na ukaenda unampata, huo muda wako hujakatia bima ndugu yangu. Muda ule ukatia bima uko busy. Mtu uko busy muda wote, kuna kitu anafanya. Lakini muda ukiwa idle, the idle mind is the karakana of devil. Ni karakana ya shetani. Akili isiyofanya kazi, isiyofikiri. Hivyo lazima ujiulize, hivi shetani anatumia muda wako kama karakana ya kufanyia mambo yake?
The idle time is the workshop of the devil. The idle time is the workshop of the devil. It's not only mindset, sio akili tu, karakana ya shetani. Hata muda wako unatumika kama karakana ya shetani. Anafanyia kazi zake kwenye muda wako. Ni kama vile unavyoona watu wanaajiri wafanyakazi. Matajiri wanafanyia kazi zao kwenye muda wa nini? Wafanyakazi. Wanalipa hela kidogo, wanafanyia kazi zao kwenye muda wa wale watu. Angalia mtu ameajiriwa kwenye kampuni ya ulinzi, anasimama kwenye mageti ya watu. Yule tajiri anafanyia kazi kwenye muda wake. Yeye anakaa ofisini tu. Akilipwa hela ndo analipa yule jamaa. Na wewe unalala nje. Unalala nje, unapigwa na baridi, unapigwa na mvua, unafanya kazi ya ulinzi. Ni yule tajiri anatumia muda wako kama nini? Kama karakana lake la kutengenezea pesa, workshop yake. Kwa lazima uangalie nani anatumia muda wako. Ni muda ambao hujakatiwa bima, ndugu yangu, utaajiriwa mpaka siku ya kufa. Kiangalia mtu yote amefanya kazi mpaka amestaafu, akukatia bima, muda wake bima. Kwa sababu muda ukikatia muda wako bima, wewe kuajiriwa mwisho ni miaka 3. Yesu alikaa na wanafunzi wake miaka 3 akawapangia kazi. Nebukadreza alikaa na Daniel, Shadraka, Meshaki na Abednego miaka 3 akawapangia kazi. Chuo kikuu unakaa miaka 3 unapangiwa kazi, unaenda kutafuta kazi. Kila kitu ni miaka 3. Kikaa zaidi hapo au kuwa mwaminifu kwenye kazi ya watu. Unachukua rushwa, unasema uongo, unatumia mali ya kampuni vibaya, unasengenya watu, unafundisha watu kazi, unachuki, unalipiga visasi, unaajiriwa mpaka siku ya kufa, ama kampuni hadi kampuni, serikali hadi serikali, mpaka unastaafu. Na ukistaafu maliza miaka 5 lazima ufe. Na ukistaafu unaondoka na sukari na pressure na magonjwa makubwa na cancer na nini. Kwa nini? Yale maovu yote yamebadilika yamekuwa magonjwa. Yale maovu alikuwa anafanya kazi. Hakuna mtu anafanya dhambi nyingi kama mwajiriwa. Mtu aliyeajiriwa anatenda dhambi kuliko mtu aliyejiajiri mwenyewe. Mtu aliyeajiriwa ni hatari sana. Anatenda dhambi nyingi sana. Kwa sababu kazini kuna maovu ya kila aina. Sema watu, kusengenya watu, kutumia vitu vya kampuni vibaya, kuiba muda tajiri, kulalamika, kunung'unika, kumejaa kazini. Watu ndio kitu kimejaa kwenye makazi ya ajira. Mshahara ni mdogo, kazi ni nyingi, umechelewa kuamka, upendi unaenda kwenye kazi ambayo uipendi. Ni kama gari umezima, alafu uko kwenye gia unavuruta. Na uwe ile gari. Kwa hiyo lazima ujitahidi ukatie muda wako bima ili uweze kujiajiri mwenyewe. Mtu yote ambaye amekatia muda wake bima, achukue muda mrefu kujiajiri mwenyewe. Kwa sababu anamtumikia Mungu. Kukatia muda wako bima ni kumtumikia Mungu. Au utachukua muda mrefu, unatenda haki. Neno la Mungu linasema, Petro alifumbua kinywa chake akasema, na atambua ya kwamba Mungu ana upendeleo. Mtu yote katika kila taifa amchaye na kutenda haki ukubaliwe na Mungu. Ukikatia bima ya maisha, bima ya muda, ukikata bima ya muda wako ukiatia bima, unamrudishia Mungu 10%. Ina maana kumcha Mungu ni kumpenda Mungu, na kumpenda Mungu ni kumtumikia Mungu. Na unatenda haki, au chukua muda mrefu, Mungu anakupangia kazi yako mwenyewe. Mungu angalia wewe ni Mkristo, ni Muislamu, nini, ukitenda haki na unamcha Mungu anakupangia kazi yako mwenyewe, anakupa biashara yako mwenyewe, anakupa shughuli yako mwenyewe. Tofauti na hapo hakuna. Utakopi na kupesi. Kumbuka kitu ya kukopi na kupesi ni ya muda mfupi. Ukikopi kitu cha mtu ni kitu cha muda mfupi. Yule mtu akipata hasara anaona anapata hasara. Ngoja nikuoneshe mfano mmoja. Hasara ya kukopi. Nikuoneshe graphic inafundishaga kila siku. Hii graphic itakusaidia sana ujue kwamba madhara ya kukopi. Madhara ya kuiga vitu. Huyu hapa ni nachukuliaga mfano wa Azam. Huyu hapa ni Azam au Coca-Cola. Azam katengeneza mikate, katengeneza chapati, ukaiga biashara yake. Akipata changamoto, unaona hapa namba 1 ni Azam, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7. Na kuendelea wameiga chapati ametengeneza nani? Azam. Wameiga vitu vya Azam. Azam akipata changamoto, Azam inakata hapa. Inakata hapa, huyu inakata hapa, inakata hapa, inakata hapa, inakata hapa, inakata hapa, inakata hapa. Hao wanafutika kwenye biashara. Hao wengine wanafutika kabisa. Angalia hii yote inakata hii, yote inakata. Azam bado amebakiwa na kisiki. Itakuwa tena, umeelewa hiyo hapo unaona imekata Mbona imekata? Hawa watu wanafutika.
Kwa sababu kuna roho ya bwana umekopi vitu vyake. Yeye amepata changamoto. Biashara yake imeenda chini. Kama sasa hivi kipindi ya corona, watu waliingia biashara za watu. Wala watu wamefunga biashara na zile zilizoingia zote zinafungwa. Zote zinafungwa. Kwa sababu ile roho ya ule mtu ambaye ameingia kwake. Ndio lilipi hiyo roho. Sasa kule ilikuwa ndo chanzo. Kwamba ni maji ya idara maji yanatoka kwa Meru. Umeenda kufunga maji wapi? Meru. Kote huko maji hakuna tena. Ameenda kufunga kwenye chanzo. Yule mtu uliyemkopi tu. Hiyo ni kama network marketing. Kila mmoja unapata point kutoka kwa watu ambao wamejiunga na aliyekopi kwako kakopi kwa mwingine kakopi, wote wanapata changamoto, wote inafungwa kwa sababu biashara moja ya mtu mmoja tu mkubwa ikifungwa, wale wengine wote biashara moja zinafungwa. Mahali popote zilipo duniani zinafungwa. Kwa sababu jamaa kule kwenye chanzo kumekauka. Na huko lazima kukauke. Yule bwana akiugua, yeye kuona mtu basi linaanguka naye anaanguka. Alikuwa amebeba nini? Basi kwenye moyo. Nyumba inaungua naye anakufa. Ndio jinsi ilivyo. Sababu Yesu alisema mwanadamu ataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Chochote utakachosikia kwa kinywa cha Mungu, hiyo ni original. Hii injili tunayofundisha sisi, hii ni original. Hatujakopi kwa mtu yote. Hii ni Mungu ametupa sisi. Hatujakopi kwa mtu yote. Sasa tunafundisha tofauti na watu wengine. Na ndio sababu hatuchukui sadaka. Sisi ndio tunawapa watu sadaka. Hatuchukui sadaka. Kwa sababu ni injili ya tofauti. Hii ni injili ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu tuna injili ya muda, injili ya muda, injili ya kutumika. Injili yenye majukumu. Sisi hapa wewe tusikia tunakuambia pokea gari lako, pokea nyumba yako, pokea mke wako. Pokea gari lako na wakati una hata leseni na hata mahali pa kupata unapokea. Pokea nyumba yako una hata kiwanja cha ramani una. Kwa hiyo lazima ujitahidi kujua kwamba ukikata bima ya muda, Mungu anakupa kazi yako, anakupa wazo lako mwenyewe, wazo brand new idea. Ile wazo hakuna mtu analo. Leo ni kwa nini Google anafanya vizuri? It's a brand new idea. Kwa nini Mungu? Kwa nini WhatsApp anafanya vizuri? Facebook anafanya vizuri? Brand new. Ni wazo jipya. Haja kopi kwa mtu kulikuwa hamna hicho kitu. Ndio mtu wa kwanza kuanzisha. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba kitu kipya kinakuja kimetoka kwa Mungu. Hakuna mtu wao wengine wanajaribu kukopi. Kwa nini Microsoft iko kwenye biashara mpaka leo? It's divine idea. Ni wazo la kiungu. Products zake zinasaidia makanisa, zinasaidia serikali, zinasaidia dunia. Wazo la Mungu. Ngoja brother kwa watu wengi wanafikiri ukiokoka ndio vitu vitatokea. Sio kweli. Wengi wameokoka na sio vijatokea. Kuokoka ni wewe kumtumikia Mungu. Kukiri kwa kinywa ni hatua pili kwenda kutumika. Sasa kama umekiri kwa kinywa alafu hujaenda kutumika, hamna kitakachotokea. Kuna watu ambao hawajakiri kwa kinywa, wamekiri kwa matendo kama Wachina. Leo dunia nzima inafikia bidhaa za watu gani? Wakitaka kutengeneza barabara wanaita watu gani? Wakitaka kujenga magorofa wanaita watu gani? Wakitaka kujenga masjid, makanisa, wamekiri kwa matendo. Hajakiri kwa kinywa. Mchina hajakiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wake. Hajakiri. Mchina anakiri kwenye matendo. Anafanya kazi, anajenga makanisa, anajenga masjid, anajenga barabara, anatengeneza vitu ambavyo wale waliokiri kwa kinywa wanavitumia. Ndio kitu Mchina anafanya. Yeye amekiri kwa matendo. Hata wewe unaweza kukiri kwa matendo. Usikiri kwa kinywa kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, ukamtumikia Mungu. Ukaenda kwa watoto yatima, ukaenda kutunza mazingira, ukaenda kwa kiri kwa matendo. Kiri kwa matendo. Ila uombe kwa imani. Kuomba kwa imani ni kuomba kwa matendo. Watu wengi wameomba kwa maneno na hawajafanya kitu. Kuna waliomba kwa matendo na wamefanya nini? Wamefanya kitu. Kwa lazima ifike mahali uangalie. Umekiri sana. Sasa hivi inabidi uanze kukiri kwa matendo. Na vitu vitokee. Baada ya dakika moja tumalize. Kwa hiyo utaona kabisa mtu ambaye ameshakatia muda wake insurance, amekatia muda wake bima, utaona anakiri vitu kwa matendo. Anakiri vitu kwa matendo, kwa matendo. Imani ni matendo. Pasipo matendo imani imekufa nafsini mwa mtu. Kuna watu ambao wanakiri vitu kwa maneno tu na hawafanyi kitu. Muda hauna bima na ameokoka. Hajakatia muda wake bima. Ukikatia muda wako bima, auone aibu ya kutembea na Biblia mchana.
Unatembea na Biblia mchana, unaweza kumwambia mtu habari ya Kristo barabarani mchana kweupe. Kuna mtu ambaye ana bima ya muda, ukimwambia ukikutana naye kwenye basi, kwenye daladala, ukamwambia Bwana Yesu asifiwe, anakuambia habari yako bwana, nzuri bwana, unaendeleaje ndugu yangu? Sasa habari siku nyingi bwana. Hawezi kuitikia. Ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, hawezi kusema amen. Hawezi. Muda wako una bima, bado ana hofu, ana wasiwasi, ana mashaka, yani ana aibu. Ukikatia muda wako bima, unamrudishia Mungu masaa 3 kila siku, masaa 2 na dakika 40, unamwongezea Mungu dakika 20, hiyo yawe 3. Utaona una aibu na Mungu kwa sababu unamrudishia Mungu muda. Una aibu na Mungu. Paulo alisema ukionea injili aibu, na mimi nitaponea aibu. Sionee injili aibu. Simwonee Mungu aibu. Mbona unataka vitu vyake? Unataka akupe fedha, akupe afya nzuri, akupe familia, akupe nyumba. Lakini unaonea vitu vyake aibu. Mimi nilichogundua ni kwamba kuna kuonea aibu vitu vya Mungu. Vitu vya Mungu vinatakiwa vifanywe kazi. Kwa sababu muda unao. Lazima uchanganye muda wako na imani. Lazima uchanganye muda wako na imani. Kukata bima ya muda ni kuchanganya muda wako na nini? Na imani. Kuwa na bima ya muda ni kuchanganya muda wako na imani, kwamba ina maana kwamba unafanya kazi. Imani ni matendo. Unafanya kazi. Unafanya kazi ni kama vile mtu ana bima alafu anaugua, anakwenda hospitalini, atoe ile kadi ya bima, analipa hela. Na watu wengi wanaishi, anaugua, ana bima tayari anayo, lakini akienda anaenda hospitali aseme ana kadi ya bima, analipa hela kesho, na bima imeshalipia. Kwa hiyo lazima ufanye kazi. Kwa hiyo jitahidi ufanye kazi. Na muda uko fixed, muda ubadiliki. Wewe ndio unatakiwa ubadilike. Time is fixed. Muda uko masaa 24. Kwa sababu muda uko masaa 24, kwa sababu inabidi ukatie bima ya muda. Yaani inabidi kila kitu utakachokifanya kwenye maisha yako ukipandishe kifikie masaa 24. Ukiwa unampenda Mungu masaa mangapi? Ukiwa unafanya biashara, ufanye biashara masaa mangapi? Uchumi wako wa masaa mangapi? Kila kitu, imani yako iwe masaa mangapi? 24. Muda uko fixed. Kila kitu utakachokifanya kipandishe. Kuna mtu ana imani yake lisali moja, mwingine dakika chache, mwingine anaweza, kuna mtu hawezi kukaa na watu. Hawezi kukaa na mtu muda mrefu, atakorofisha naye kwamba imani yake ni ya kukaa na watu na muda mfupi sana. Na kuna mtu anaweza kukaa na mtu yote muda wote, akakaa na watu. Kila saa anataka kuwa katikati ya watu. Kwa sababu ana watu wao wabaya wazuri anakaa nao. Imani yake ni kubwa. Sasa kwamba imani yako unaipandisha, upendo wako wa masaa 24, amani yako wewe na watu wa masaa 24, furaha yako ya masaa mangapi? 24. Unaambia furahini katika Bwana. Nasema tena furahini. Yaani kila kitu utaona kabisa kufikiri kwako kwa ni masaa 24. Kila kitu kinakuwa na masaa 24. Utaona maisha yanabadilika haraka sana. Maisha yanabadilika haraka sana. Lakini kama sababu Biblia inakwambia, neno la Mungu linasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa nafsi yako. Hiyo ni masaa mangapi? 24. Na mpende jirani yako kama unavyopenda nini? Nafsi yako. Hiyo ni 24 hours, 7 days. Full. Lazima vitu vitokee. Ukiweza kujaza muda wako kwa kiwango hicho, lazima vitu vitokee. Lakini kama muda, unajua moja nakwambia, ni kwa nini kwenye muda wako haulipi? Yaani tangia asubuhi atengeneza pesa. Ni kwa sababu muda hujajaa. Lakini watu wote ambao muda umejaa, tangia asubuhi alipoamka anatengeneza nini? Anatengeneza pesa. Muda kama hujajaa, haulipi, unalipwa na nani? Kuna wanasheria, ukiwaona tu unawalipa. Kuna madaktari tuwaona unafanya nini? Unalipa. Kuna specialist wa vitu mbalimbali, kuwaona ma expert, unalipa nini? Ukamwita Tanzania inaalika ma consultant. Inaajiri consultant kwa muda labda mwezi mmoja kuja kufanya ushauri kwenye eneo fulani. Kila siku na jamaa kwa Tanzania anafanya nini? Analipwa. Kwa mfano leo umeitwa Mwanza kwenda kwenye seminar. Kila muda ukiwa pale Mwanza unafanya nini? Unalipwa. Ina maana kwamba unatengeneza muda umejaa. Muda ukija unaanza kulipwa. Na ndicho kitu mimi ninachofight. Nijaze muda wangu. Nikishajaza masaa 24 naanza kulipwa.
Unaona ila zinaanza kuingia. Kwa nini pesa upate? Kwa sababu muda hujajaa. Muda ukijana unaanza kulipwa. Na watu wote ambao muda umejaa hawapatikani kirahisi, kweli uongo? Hawapatikani kirahisi. Mwangalie mheshimiwa rais. Kila hatua anayopiga akitoka kwenda mkoani analipwa. Akitoka kwenda nje ya nchi anafanya nini? Muda umejaa. Muda umejaa. Mwangalie Diamond. Kila hatua anayopiga analipwa. Kwa sababu wewe ukikuta mtaani anatembea tu hivi. Atembea mtaani. Ukimkuta mahali kuna mabodyguard anawalinda kwa sababu anafanya nini? Mtu anayelipwa anachungwa. Sasa kama uchungu ulipwe. Kama uchungu unani anakulipa? Mtu anayelipwa anachungwa. Ana mabodyguard. Angalia viongozi wakubwa, wafanyabiashara wakubwa, mwangalie Mohamed David analipwa, ana mabodyguard, kweli uongo? Ana mabodyguard wa kutosha. Kama mtu yote ambaye muda umeshajaa analipwa, lazima ana mabodyguard. Kwa sababu wewe ni mtu unategemewa na watu. Taifa linakutegemea. Una watu zaidi ya 20,000 mawaajiri wanakutegemea. Wewe ukifa kapunda pale utakufa. Kama ina maana kwamba mchungeni jamaa, mnapomchunga jamaa ndivyo jinsi tunaweza kufanya kazi. Kwa hiyo lazima ujitahidi ukomboe muda, ukomboe wakati. Muda wetu maisha. Somo letu la leo lilikuwa linasema nini? Bima ya muda. Na bima ya muda ni kuchanganya imani, kuchanganya muda wako na imani, kuchanganya muda wako na matendo. Bima ya muda ni kuchanganya muda wako na matendo, vitu viweze vikatokea kwa kumtumikia Mungu na kumrudishia Mungu 10% ya muda. Kila siku unapewa masaa 12 ya mchana, 12 ya usiku, una masaa 24. Mrudishie Mungu masaa 2 na dakika 40 kila siku. Amka usiku, soma neno la Mungu, ombea watu walioko hospitalini, ombea ufalme wa Mungu ukue, ombea wagonjwa, ombea yatima, wajane, ombea nchi, ombea taifa, muombee rais wa nchi, ombea viongozi wa nchi, kwa sababu rais wa Tanzania ndiye anayefanya maamuzi ya maisha yako. Kwa sababu yeye ndiye anayefanya maamuzi. Rais alisema kwamba corona imepungua. Kweli uongo? Watu wakaenda kazini. Ndio anafanya maamuzi. Ndio anasema shule zifunguliwe, funga shule. Ndio anayefanya maamuzi ya maisha yako. Kwamba lazima muombe. Muombe tuheshimu mamlaka zilizoko duniani. Soma kitabu cha Warumi 13 mstari wa 1 mpaka 13. Heshimu mamlaka zilizoko duniani. Kwa lazima ufanye maombi ya kuombea viongozi wa nchi, uombee nchi. Ingia toa yani katika yale masaa 2 na dakika 40. Unasema kuombea nchi. Unasema kuombea viongozi, unasema kuombea viongozi wa imani. Lazima uombee wachungaji wako, maaskofu. Na sio wa dini yako tu, ombea wote. Ombea nini? Wote, ombea Waislamu, ombea wote watumishi wa Mungu, kwa sababu tunaishi na Waislamu. Tumwambie mpende jirani yako kama unavyopenda nini? Ujaambie mpende Mkristo ndugu zako. Umwambie mpende nani? Jirani yako. Muislamu ni jirani yako. Mpende, muombe. Muombe mtu hata kama anaabudu miungu ya namna gani, muombe. Huwezi kuchagua jirani. Huwezi kuchagua jirani. Kwa hiyo lazima umpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Ukisimama neno andiko inakutosha. Haya mambo ya huyo mtu anayofanya na imani yake nyingine atajuane na Mungu wake siku ya mwisho. Lakini mimi jukumu langu mimi ni kumwombea Muislamu, kumwombea Muhindi anayeabudu ng'ombe, ni jukumu langu, ni jirani yangu. Kumwombea mtu yote yule. Kwa sababu ikitokea msiba hapa wanahusika, kweli uongo? Kama wanahusika kwa nini waombe? Ukiwa na changamoto wanahusika, na wao ukiwa na changamoto wewe unahusika kule kwao. Kwa nini waombe? Ni kwamba mpende jirani yako, kwa sababu hujui atakuja kukutoa kwenye shida ya namna gani. Hiyo ni akiba. Kumpenda jirani hiyo umekata bima ya nini? Ya muda. Kwa sababu leo umemwombea jirani, ni bima ya muda. Mungu anakuja na kulipa. Anasababisha yule mtu akusaidie kwenye eneo fulani. Anakusababisha, anakuambia nenda kwa jirani yako ndio mimi kitu unachokitaka. Na jirani yako anakuwa na hicho kitu anataka kukitupa huko. Kumbe ilikuwa wewe ni hazina kwako wewe. Sasa jirani, chukua jirani, haina shida. Wala usirudishe. Na yeye anataka alikuwa atafuta mahali pa kwenda kutupa huko. Kumbe wewe ni hazina kwako. Amekupa. Kwa sababu ulikuwa unamwombea jirani na Mungu anasababisha yule jirani atupe kile kitu. Anakwambia nenda kachukua kwa jamaa. Jamaa kimeshampa vizuri zaidi ya hicho. Kwa hiyo wewe nenda kachukua kile cha zamani. Tumie na kitunze cha zamani, nitakupa kile kitu. Stop. Mungu ana njia milioni za kusaidia mtu. Kutokana na nini? Bima ya muda.
unapomtoa masaa 2 na dakika 40 kila siku ya kumrudishia Mungu, ili milango ifunguke. Milango haitafunguka kama hujakata bima ya muda. Tuko pamoja? Lazima ukate bima ya muda. Bima ya muda ni kumtumikia Mungu, kumrudishia Mungu masaa 2 na dakika 40 kila siku. Tofauti na hapo, kung'ang'ana kunaendelea. Kwa ufahamu, nashukuru kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa dakika chache malipo. Asante. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 6 tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 19 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, matumaini ya Kristo, amani ya Kristo, uaminifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu, tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya biashara, tunafungua malango ya kazi, tunafungua malango ya huduma kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Asante kwa kutufungulia malango ya ubunifu wa Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu, pokea sifa, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Asante kwa kutufungulia malango ya uaminifu wa Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu. Asante kwa kutufungulia malango ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji, uliyofanya mianga mikubwa. Jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, ndio Mungu ulioigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliowaongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, ndio Mungu
ua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ukaua falme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndo Mungu uliosema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndo Mungu uliomuongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribio yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndo Mungu aliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndo Mungu aliyetufufua katika ukiwa, katika giza, katika utupu, katika magonjwa, katika mauti, ukatufufua katika umaskini kwa damu ya Kristo Nazareth ndio magamba msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamehe madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamehe maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Kristo Nazareth, ukatuwekea ukingo wa moto katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uweza, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Asante Roho Mtakatifu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, tunakaribisha tena katika majira ya saa 6 huo mwalimu wetu. Asante Roho Mtakatifu kwa watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandika humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki ndoa zao, bariki nyumba zao, bariki maono yao, bariki ndoto zao, bariki imani zao, bariki muda wao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante, tunakaribisha katika majira ya saa 6 katika vipindi vinavyoendelea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana zamani hizi za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuwa na bima ya muda katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu, ya kumrudishia Mungu masaa 2 na dakika 40 kila siku katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakushukuru, tunasema asante, tunakaribisha katika majira ya saa 6 huo mwalimu wetu. Karibu Roho Mtakatifu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tutaenda kwenye sala ya toba dakika 1. Tutasema Yesu mwana Daudi mara 3, nikisema jina langu Billy Mush, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, mimi Billy Mush. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu Billy Mush, unasema jina lako. Tarudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi Billy Mush siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Katika muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana.